Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo kwa yafuatayo: moja, na hasa kushinda na Yesu mara nyingi, mapenzi, kwani alipenda mno kusali rozari mtakatifu. Mbili, alikuwa mnyenyekevu mno na kulipenda jimbo kubwa kwa ajili yake. Tatu, aliishi maisha ya kifukara na hakupenda kabisa kujilimbikizia mali, maana kila alichokipata alikitoa kwa kanisa. Kwa mfano, baada ya kustaafu, alichopewa kama zawadi alikitoa mara moja kwa miradi ya kanisa, tena hata nje ya jimbo kuu la Dar es Salaam. Nne, aliupenda mno na kuheshimu padri wake. Tano, alikuwa na nidhamu binafsi ya pekee, hasa katika kusali, kuheshimu muda na kufanya kazi kwa bidii. Sita, alijiepusha na upendeleo wowote wa binafsi na kuwahudumia watu wote bila kujali asili yao. Saba, alipenda daima kusimamia ukweli, haki na amani, maadili, na alikuwa na msimamo kwa vitu vya msingi. Nane, alipenda sana watoto na hivyo daima alisimama na utume wa utoto mtakatifu. Tisa, alibuni utaratibu mzuri wa kutegemeza baadhi ya taasisi za jimbo kwa kutumia vyama vya kitume, mfano kuwafanya UWAKA kutegemeza shirika la masista wa dada wadogo na kuendeleza kituo cha hija Pugu, WAWATA kutegemeza seminari ndogo ya Mtakatifu Maria Visiga, utoto mtakatifu, afya, moyo mtakatifu wa Yesu kuwaombea waseminari wadogo na wakubwa, JUWAMA jumuiya ya wazazi wa mafrateri kutegemeza mafrateri na kadhalika. 10, alibuni utaratibu wa parokia kuchangia kusomesha mafrateri kwa njia ya sadaka ya misa siku ya kipaimara. 11, alibuni utaratibu mzuri wa kulitegemeza jimbo kwa ujumla kwa kuanzisha tegemeza jimbo mwaka 1994 na hivyo kulifanya kanisa lisiwe omba na lishiriki vyema kazi ya uinjilishaji kwa majitoleo yake lenyewe na kwa kuwezeshwa na baraka za Mungu. 12, alipigania sana ustawi wa kanisa kiasi cha kuanzisha parokia nyingi na taasisi na vyama vya kitume vingi jimboni. 13, alikuwa mcheshi na mchangamfu aliyekubali utani kwa wageni na kudumisha urafiki. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Raha ya milele umpe, e Bwana, apumzike kwa amani.